Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na ndugu zangu katika imani, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia khair na baraka siku ya leo. Usiache kusubscribe, kushare na kulike, kucomment ili tuweze kwenda sambamba katika darasa zijazo insha Allah taala. Ndugu zangu, leo nataka tuzungumzie jambo la kivuli. Nataka tuzungumzie jambo la kivuli. Kivuli ni nini na huwa kinashambuliwa vipi, na kwa nini wachawi au maasidi wanakiandama kivuli? Kivuli kwanza, kawaida mwanadamu akishazaliwa huwa na mambo matatu. Huwa ako na mambo matatu ambayo yanamsupport, ambapo mambo matatu haya mwanadamu akiwa nayo basi anakuwa hai na mambo yake yanamwendea vizuri. Kitu cha kwanza, mwanadamu anakuwa na mwili. Huu mwili unaouona huu mwili, kisha kuna kitu kinaitwa kiwiliwili, ambapo kiwiliwili hicho kimeunganishwa na mwili, kisha kuna kivuli, Kwa hiyo mwanadamu ako na kivuli, kiwiliwili, kisha na mwili. Hivi vyote vikiunganika kuwa pamoja, ndio pale mwanadamu anakuwa hai na mwanadamu anakuwa na uwezo wa kufanya jambo. Mwanadamu anakuwa na uwezo wa kufanya jambo kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa katika mambo haya matatu, kimoja kikiathirika, basi mwanadamu kamili anakuwa na athari au anapatwa na matatizo. Sasa kwa sababu mwili, kiwiliwili na kivuli. Kiwiliwili hii ni roho, ambapo roho ni amri katika amri za Allahu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hakuna hasidi, mchawi anaweza kufikiza katika hii roho. Hawezi akaifikia hii roho, lakini anaweza akafikia mwili, anaweza akafikia kiwiliwili, lakini roho hawezi akaifikia, kwa sababu roho ni amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mchawi ama hasidi huwa akupate, huwa anapambana na kiwiliwili. Na apambane na kivuli. Kiwiliwili tumesema ni roho, ambako kimeunganika katika mwili pamoja na kivuli. Kwa hiyo mwanadamu anakuwa na kivuli. Kivuli hiki huwa kinafanya kazi ama ukijua kwamba kipo ni ule wakati kwamba umelala. Ukishalala mtu anaota. Kuota hii sasa ni kivuli ndio kinafanya kazi. Mathalan, unaota upo sehemu zenye sharehe, unaota upo katika sehemu zenye huzuni, unaota sehemu ambazo kuna furaha, aidha unaota unafukuzwa, unaota unakula. Hii ni kwamba ni kiwiliwili ndio kinapambana na zile spirit ambazo ziko kule katika maeneo. Kwa hiyo kivuli, ili mchawi akupate, ataanza kupambana na hiki kivuli, kwa sababu kivuli kikipatwa ndio mwili unadhoofika. Mchawi hawezi kuja tu direct, kuna ile kuja direct na indirect. Kwa hiyo katika kufikia indirect huwa anatumia kivuli chako anakiandama, na hii ni teknolojia ya mashetani. Wachawi wanaitumia kwa kutumia mashetani, kwa sababu mashetani Allah amewapatia
nguvu na uwezo wa kufanya mambo ya maajabu ajabu. Kwa hiyo kivuli ndicho kitakachoshambuliwa ili wewe uharibikiwe, kwa sababu hili ndiyo nguvu yako ya ndani. Kivuli ndio kimebeba nguvu yako ya ndani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka pale. Sasa ile nguvu ndiyo inapambana na zile nguvu mbaya ambazo ziko kule nje. Kwa hiyo ukijiona kwamba saa zote unaota kwamba uko katika vita vya aina yoyote, either vita na wanyama au vita na maadui binadamu, vita vya maadui wa mashetani, katika hili hali ya ndoto ni kwamba ile spirit ndiyo inapambana katika kupigana vita vya kiroho. Kwa hiyo kile kivuli chako kikishambuliwa kule, baada ya muda utajiona unadhoofika kimwili, unadhoofika afya, unadhoofika kihali, yaani unadhoofika katika kila aina ya sehemu. Kwa sababu gani? Ile nguvu ya kusupport zile energy zote zinafanya nini? Zile nguvu za kusupport positive energy zimeshaondolewa au zimeshambuliwa. Kwa hiyo kitu ambacho kitakufikia ni negative energies, nguvu mbaya ndio zitakuwa zinakufikia. Kwa sababu gani? Kiwiliwili ama kivuli hakina nguvu ya kuresist zile nguvu mbaya ambazo zinafikia. Ndio pale unaota kwamba umekamatwa, unawekwa gerezani. Ndio pale unaota uko katika sehemu za makaburi. Ndio pale unaota uko katika sehemu ambazo hazieleweki. Ni kwamba kile kivuli kishapatikana, sasa kimehifadhiwa katika hizo sehemu. Kwa hiyo ukishahifadhiwa katika hizo sehemu, ndio pale mwili ukilala ndio unaona ule upeo wa kwamba uko katika sehemu gani, uko katika sehemu gani. Lakini kuna ile sasa kivuli kinatenganishwa na mwili kabisa, yaani kwamba hakuna mawasiliano kati ya mwili na kivuli. Kama hakuna mawasiliano kati ya mwili na kivuli, au kati ya kivuli na kiwiliwili, basi ni kwamba umefungwa sehemu, kwa sababu utakuwa hauoti. Ukijiona wewe hauoti, ni kwamba kivuli chako kipo sehemu kimefungwa upeo ya kwamba hakiwezi kufikisha mawasiliano katika kiwiliwili au katika mwili. Ndio pale kila kitu kinaanza kuharibika pole pole. Kwa sababu gani? Ile nguvu yako ya asili imefungwa, kwa sababu nguvu ya asili inapatikana kwenye kivuli. Kwa kishafungwa pale, kutoka sasa ni mtihani, mpaka upate fundi mwenye ujuzi wa kufanya nini, wa kufungua zile spirit ambazo zimefungwa kule, ama kufungua kivuli chako mahali ambacho kimefungwa, aidha makaburini, aidha jalalani, aidha katika sehemu za mapango, sehemu za baharini, kwenye jeneza, kwenye miti mikuu, ili mradi tu uwe katika zile sehemu kwamba utapata shida na kutaabika katika ulimwengu wa hali ya kawaida. Lakini katika ulimwengu wa kiroho ni kwamba wewe umeshakamatwa na umefungwa kule. Sasa zile athari ndio zinakufikia ama zinafikia kiwiliwili na mwili. Kwa hiyo katika hali hii, ndugu zangu, lazima tufahamu na tupige bongo kwamba masuala haya ya kiroho ni masuala ambayo vita vyake ni vikali sana. Utapata mtu hajachukuliwa kivuli, lakini zile mazonge ambayo wako nayo ni kwamba kila mwanadamu ana cheche zake katika mdomo.
zile hasadi za kwenye mdomo, the more unaongelewa vibaya, the more unatajwa vibaya, ndio zinaenda kupiga kile kivuli katika mwili ambapo kipo katika kiwiliwili. Akijatolewa kile kivuli, ndio pale unapata mambo yanaharibika. Ukifanya hivi yanaharibika, ni kwa sababu kivuli ni kichafu. Kivuli ni kichafu. Kwa hiyo unafaa usafishe mwili. Usafishe mwili kwa manuizi kwamba unajisafisha uchafu unaotokana na mashetani na watu. Lakini kama mambo yako kwamba yamefungika, kila sehemu yamefungika, ni kwamba kivuli chako ndicho chenye ambacho kimefungwa. Kwa hiyo ni ufanye bidii hadi ukifungue au kifunguliwe kile kivuli. Kikishafunguliwa utaona tu mambo yanavyojipa yenyewe. Kwa hiyo zipo njia za kufungua kivuli kilichochukuliwa na wachawi. Sasa kwa hali ya kwamba mchawi anataka kuchukua wewe kivuli na mwili wako, nimesema kwamba kiwiliwili hakichukuliwi na mtu yoyote duniani. Hakuna mtu mwenye uwezo wa kuchukua kiwiliwili isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kiwiliwili ndio roho ya mwanadamu ama ndio uhai wa mwanadamu. Kwa hiyo wale ambao wanakutaka kimwili na kivuli, wale wanatengeneza mazingira kwamba wanashambulia kile kivuli, kisha wanakutengenezea mazingira kwamba we ni mgonjwa, kisha wanakutengenezea mazingira kwa muda maalumu wa kufanya nini? Wa kukuua kimazingara. Katika hali halisi ni kwamba haujakufa, lakini katika hali ya kawaida umekufa. Lakini katika ile hali halisi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka ni kwamba haujakufa. Ndio pale wanafanya kiini macho, kwamba wanafunga watu macho, wanafunga watu macho kwamba tunaona kivingine na kule ni kivingine. Ni kama vile uchawi wa Firauni laanatullahi, kwamba wale wachawi walitupa kamba kisha zikageuka nyoka. Katika macho ya hali ya kawaida tunaziona kwamba zile ni nyoka, lakini katika jicho la ndani tunaona kwamba zile ni kamba. Kwa hiyo katika jicho la ndani utamwona yule mtu ni kwamba hajakufa, lakini katika macho ya kawaida tunaona kwamba yule mtu amekufa. Kwa hiyo wanafanya wanachokifanya, kisha wanamgeuza, wanafanya nini? Unawekewa kitu chingine, au wamemwekea masaa kwamba huyu atazikwa baada ya masaa mangapi, tutaenda kumchukua pale kaburini, kisha anaenda kutumikia katika maisha ya giza kule, katika nguvu za giza, tunaita msukule. Kwa hiyo jitathmini kwamba je, katika yale matatizo ambayo unapitia, je, ni kwamba kivuli chako kimechukuliwa au kivuli chako kimefungwa au kivuli chako kimechafuliwa? Kwa sababu kuna kuchukuliwa kivuli, kuna kufungwa kwa kivuli na kuna kuchafuliwa kivuli. Kwa hiyo katika hali hiyo, ili upatie nguvu kivuli chako, mara nyingi pendelea sana kufanya ibada, ili kupatia kivuli chako nguvu. Mara nyingi jikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nyiradi, kwa swala, kwa kufanya matendo mazuri. Pia ili upatie kivuli chako nguvu ni kwamba utumie dawa za kunywa na kuoga, kupaka. Dawa za kunywa, kuoga na kupaka, hizi zote ni njia za kupatia kivuli chako nguvu na kinga. Hizi ni njia za kupatia kivuli chako kuwa na nguvu na kinga. Ndio pale mtu akiwa na njaa huwa nguvu zinaanza kupungua. Ni sawasawa sasa kwenye kivuli, kwamba mtu nguvu zake zikiisha, kivuli chake kikiisha,
basi mambo yake yote yanaanza kupungua. Kwa hiyo kivuli ndicho kinachoshambuliwa. Kivuli ndicho kila kitu kwa mwanadamu, kwamba kikiisha nguvu, mwanadamu naye anaisha nguvu. Magonjwa yanampata haraka, mambo mabaya yote yanamfikia. Lakini kama kivuli kitakuwa na nguvu, ndio pale kina resist ule ubaya ukija, ndio pale kinapambana. Ndio huko kuota kote kwamba unapambana kupigana na kadhalika. Kwa hiyo njia za kuweka kivuli chako sawa ni lazima ufanye nyiradi, dua, ibada, kutumia dawa za kunywa, kuoga na kujipaka. Na uepukane na maasi, kwa sababu maasi ndio kinapatia kivuli chako kinakuwa na tashwishi ama kinapungua nguvu, kwa sababu unakaribisha nguvu mbaya katika kiwiliwili chako na katika kivuli chako. Kwa hiyo tujitahidi insha Allah taala kuelewa kwamba kivuli ndicho kinapambaniwa na mashetani na wachawi katika kukuharibia mambo yako yote, ikiwemo hali, afya, heshima na kila kitu chako kinaharibika iwapo kivuli kitakuwa kinashambuliwa usiku na mchana. Kwa hiyo kumbatia faida hii, kumbatia elimu hii ili uweze kuelewa na kutambua biidhnillahi karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.